Serikali ya Tanzania imeanza kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kuwa Watanzania walioko katika maeneo ya vita kati ya Israel na Irani wanalindwa na kurejeshwa nyumbani kwa usalama. Hatua hizi zimechukuliwa kufuatia kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili ambayo yameingia katika mashambulizi ya moja kwa moja tangu tarehe 13 Juni 2025. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa taarifa rasmi ikieleza kuwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati imekuwa tete, jambo linaloleta wasiwasi mkubwa kwa Watanzania wanaoishi na kusoma katika nchi hizo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mpaka sasa kuna Watanzania 168 waliopo nchini Iran. Kati yao wanafunzi 134 wanasoma katika mji wa Qom, huku wengine 34 wakiwa mjini Tehran. Nchini Israel inakadiriwa kuwa wako Watanzania wapatao 200 wakiwemo wanafunzi, wafanyakazi na raia wa kawaida. Serikali imethibitisha kuwa Watanzania 50 walioko Israel tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kusaidiwa kurejea nyumbani ikiwa hali ya usalama itaendelea kuzorota. Jitihada hizi zinafanywa kwa ukaribu kupitia balozi za Tanzania zilizoko katika nchi za jirani kama Misri, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Aidha, serikali imeeleza kuwa jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israel halijaguswa na mashambulizi yoyote na linaendelea kufanya kazi kama kawaida. Maafisa wa ubalozi wanaendelea kushirikiana na Watanzania walioko nchini humo wakitoa ushauri na msaada wa karibu. Wizara pia imesisitiza kuwa balozi zake zimekuwa zikiwasiliana moja kwa moja na Watanzania walioko katika maeneo ya hatari, huku zikiwatahadharisha kuhusu tahadhari za kiusalama na kuwashauri kufuata maelekezo ya mamlaka za nchi walizopo. Serikali imewahakikishia Watanzania wote walioko nje ya nchi kwamba inafanya kila juhudi kuhakikisha wanakuwa salama na inapanga kwa kina namna kuwarejesha nchini endapo hali ya hatari itaendelea kushamiri. Taarifa hiyo imehitimishwa kwa wito kwa Watanzania walioko Israel na Irani kuwasiliana na balozi au familia zao na pia kujisajili mapema kwa ajili ya msaada wowote unaoweza kuhitajika wakati wowote. Mtazamaji wa Zone Media, jiunge nasi kwa taarifa zaidi ambapo tutakuwa tunakujuza kila taarifa ambayo inatokea huko Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.